Unatafuta suluhisho za kuepuka kadi za makaratasi? Well, nina habari njema kwa ajili yako. Invite Pro ipo kwa ajili yako. Tunakuletea kadi za kielektroniki smart na za kisasa ambazo utatuma kadi za mwaliko na michango kwa njia ya WhatsApp na SMS. Na hizi ni huduma zetu. Tuna design kadi za mwaliko na za michango, kadi nzuri zenye mvuto. Wateja wote watapokea kadi zao za mwaliko, either awe na smartphone au kichochi. Tunatoa huduma zetu kwenye mikoa yote ya Tanzania. Tufuatilie kupitia ukurasa wetu wa Instagram @invitepro_ au tupigie simu kupitia 0747474098 au tutumie ujumbe kupitia WhatsApp 0763570877. Karibuni. Mbunge wa Kisarawe Mheshimiwa Selemani Jafo ametoa wito kwa Watanzania na wadau wa maendeleo kutoka ndani na nje ya nchi kuendelea kuunga mkono taasisi zinazojishughulisha na shughuli za kijamii, akisema kufanya jambo moja la heri kwa ajili ya jamii ni njia ya kupata neema na kuchangia maendeleo ya taifa. Jafo aliyasema hayo jijini Dar es Salaam wakati wa hafla Impact Gala iliyoandaliwa na Rajai Foundation kwa ajili ya uzinduzi wa Rajai TV. Alipongeza Rajai Foundation kwa kazi kubwa ya kuwahudumia wananchi kupitia miradi mbalimbali ya maendeleo, akitaja uchimbaji wa visima zaidi ya 175 kuwa moja ya mafanikio makubwa yaliyowezesha wananchi na mifugo kupata maji safi na salama. Naomba kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kuwa miongoni mwa watu ambao tumeweza kushiriki pamoja katika jambo hili la leo, na mimi nikiwa mgeni rasmi katika jambo hili la leo. Kwanza niwapongeze waasisi wote wa Rajai Foundation kwa kazi kubwa ambayo wameanza kuifanya. Tumeona kwamba ndani ya kipindi kifupi wamefanya kazi kubwa, kazi ya kuifikia jamii. Kwa mfano, kazi ya ujenzi takribani visima 175. Hii ni kazi kubwa. Lakini swala zima kusaidia sekta ya elimu, lakini kusaidia vijana mayatima katika mambo mbalimbali, kusaidia utoaji wa misaada ya vyakula, lakini swala zima vichinjio, manake kitoweo katika familia za aina mbalimbali. Hili ni jambo kubwa sana ambao wamelifanya. Lakini kubwa zaidi leo hii wakiwa wamefanya uzinduzi wa online TV kupitia taasisi yao, ambao lengo kubwa ni kwamba kuwafikia watu wengi kwa ajili kuwapasha habari. Hili jambo nao ni jambo kubwa sana. Kwa binafsi niseme kwamba tukio la leo hili ni tukio la mfano na zuri la kuigwa, na hasa jambo kama hili kifanywa na vijana ambao naona vijana wamekuwa mstari wa mbele katika hilo kuwafikia jamii. Kwa hiyo binafsi niseme siku ya leo ilikuwa muhimu sana, na mimi nipende kuwaombea tu kwamba waendelee na kazi hii nzuri. Lakini kubwa zaidi wadau washike mkono, kwa sababu sio wao wataweza kufanya mambo yote peke yao. Wadau mbalimbali, makampuni, watu binafsi waweze kuwasaidia taasisi hii iweze kufanya vizuri, iweze kuwafikia watu wengine katika taifa letu. Leo hii tumehudhuria tukio la kihistoria. Uzoefu unaonyesha tukio la namna hii ni la aina yake kwa taasisi za Kiislamu. Ni tukio ambalo tunataraji litakuwa tunafungua ukurasa mpya sasa wa kuona namna gani taasisi za Kiislamu zinajikita nazo katika kutoa huduma za kijamii ambazo wananchi na wanajamii kwa ujumla wake wanazihitaji. Tumeshuhudia hapa namna gani Rajaa walivyochimba visima 170 kwa muda wa miaka miwili. Hili ni jambo kubwa. Maji yatawasaidia jamii wote, sio binadamu tu, bali hata wanyama watanufaika na maji hayo. Ni jambo la kibinadamu, ni jambo ambalo linalotakiwa lifanyiwe kazi. Sio hivyo tu, tumeambiwa hapa na Rajaa kwamba huwa wanakwenda vijijini na wakawapa watu chakula wasiokuwa na uwezo. Hizi ndio tabia njema ambazo zilizokuwa zinahitajika. Kwa tukio hili la leo, kwa kweli tumehuisha jambo, na tunataraji sasa tutaingia katika masuala ya kijamii kwa ujumla wake. Tunaona namna gani jamii yetu ya Kiislamu ilivyokuwa ina uchache katika upande wa kielimu, ina uchache katika mambo ya afya, mambo mengi. Lakini kwa mwanzo huu inshallah, baada ya miaka miwili hapa tutazungumza mambo mengine katika mambo ya kihuduma za jamii
kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunawaombea Mungu wanarajai hawa kwa kazi zao hizi wanazozifanya, ili ziweze kuleta tija ambayo ilikuwa nzuri katika jamii. Ndugu zangu wanahabari na wananchi wote ambao wanaotusikiliza, leo hii tumefanikiwa kuhudhuria hafla ya uzinduzi wa taasisi ya Rajai, taasisi ambayo inajishughulisha na kazi za kusaidia jamii na kusaidia umma. Ni jambo ambalo la kupongezwa kwa sababu nyingi tu. Sababu ya kwanza ni ule ubunifu wa vijana ambao bado wana umri mdogo sana, lakini wamefikiria na kutafuta na kujua yale ambayo ni mahitaji ya jamii zetu, na kuanza kukaa pamoja na kufikiria namna gani wanaweza wakasaidia jamii. Hili ni jambo kubwa sana ambalo tumelishuhudia leo, na sisi kama Waislamu, Mtume anatuambia kwamba mbora wenu ni yule ambaye anayewanufaisha watu, na vile vile Mtume alituambia kwamba mtu ambaye anachanganyika na watu na anasubiri matatizo ya watu, huyo ni mbora kuliko yule ambaye hachanganyiki na watu na havumilii matatizo ya watu. Kwa hiyo ni swala ambalo sisi tumelifurahia sana kama watu wazima, kama viongozi wa kongwe katika tasnia hizi, kwa vijana na taasisi ya Rajai, kwa hili ambalo walituonyesha kwamba kusaidia umma na kusaidia jamii katika kada zake zote, za kielimu, za kihabari, za kiuchumi, za zote kama jinsi tulivyoshuhudia. Kwa jina naitwa Rajab Juma Ndumondo, ni mkurugenzi wa taasisi ya Rajai Foundation. Alhamdulillah, tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweza kulifanikisha hili tukio ambalo sasa hivi tunaelekea ukingoni kabisa, maana bila ya uwezo wake leo hii tusingekuja hapa na tusingeweza kulifanikisha. Rajai Foundation, kama hapo tulipokuwa tunasema tumaini kwa jamii, tunamaanisha tumaini kwa jamii, na tumeona baadhi ya harakati ambazo tumekuwa tukizifanya, tumeonesha jamii, na pia inshallah Allah akitupa uwezo na akitupa ushirikiano wa watu, kampuni mbalimbali, washirika mbalimbali, inshallah tutazidi kuwa msaada katika jamii. Maana Rajai Foundation sio tajiri, ila panapo ushirikiano ndo inaweza kuifikia jamii. Na tumeweza leo hii kuizindua Rajai TV. Tunaomba Watanzania waliokuwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu pia waiunge mkono, na tunaomba serikali pia iweze kutuunga mkono Rajai Foundation. Siri ni kufanya kazi kwa bidii, kufikiria kila siku namna gani unaweza ukafanya kitu tofauti ambacho kinaweza kikafanya wale wadhamini au wale ambao wanaweza wakawasaidia, kwa sababu watu wengi, wadhamini wengi sasa hivi wamekuwa hawawezi kufanya mambo kutokana na watu kutokuwa waaminifu, lakini sisi tunajaribu kuwashawishi, kuwarudisha watu katika njia ambayo iliyonyooka, ili waweze kuamini kwamba Rajai Foundation inaweza kuwa tumaini kwa jamii, na Rajai Foundation ni sehemu salama kwa ajili ya wao, ni wakala salama kwa ajili ya kufikia jamii. Mimi ni Muhammad Baer Muhammad, Executive Director Together We Can Welfare Trust iliyopo Mombasa. Nimefurahi kuwa miongoni mwa wale walioshiriki uzinduzi wa TV ya Rajai TV, na pia kushiriki katika taasisi na jambo lao wanalifanya. Mungu awabariki na Mungu atujalie tuendelee kuiga mambo mazuri kama haya. Na tu mimi nikitoa komenti yangu kwa yale niliyoyaona, nimejifunza kwamba haijalishi una muda gani kwa jambo unalifanya, lakini nia ya kweli na maazimio thabiti ndiyo itakufanya natija yako iwe kubwa katika jamii. Ndio maana kwa miaka miwili walioyafanya ni makubwa, na hii ni uhalisia wa kichache chenye baraka kina manufaa makubwa kuliko kingi kilichokosa baraka. Kikubwa nawaambia ndugu zangu Rajai waendelee kuwa ni matarajio kwa wanyonge, ni matarajio yenye furaha kwa wenye huzuni, ni matarajio kwa waliokata tamaa na maisha ili wapate mwelekeo. Natoa tu kisa kifupi, nifunge komenti yangu, kama itakuwa labda kuna swali tutajibu.
Kuna kijana mmoja alikuwa anafanya kazi ya kuchora, lakini siku moja alichora mchoro akaweka mahali akasema yoyote atakayeona dosari aweke alama nyekundu. Siku ya pili amepata alama nyekundu imejaa kwa mchoro wake. Akavunjika moyo na kwenda kwa mwalimu wake akidhania kwamba yeye alikuwa akidhania ni hodari wa kuchora, kumbe hakuna anachokijua. Lakini siku ya pili mwalimu alimwambia chora na uandike yoyote atakayeona kasoro arekebishe. Akija siku inayofuatia akapata hamna yoyote aliyerekebisha. Mwalimu akamfunza akamwambia, unapoona mtu amekuwekea kasoro kwa jambo lako, usifikirie tu wewe uko na kasoro. Mara nyingine inaweza kuwa ni kasoro ya mtizamo wake kwako. Kwa hiyo usirudi nyuma kwa jambo hilo. Kwa hiyo maoni ya watu kwenu nyinyi isiwe ndo chanzo cha nyinyi kurudi nyuma, bali hiyo ndo chanzo cha nyinyi kuzidi kuongeza bidii, kwani asiyeweza kufikia ulipofikia Mungu atamwezesha aendelee kukuchukia na wewe uendelee kufanikiwa. Taasisi hiyo sasa inalenga kupanua zaidi huduma zake kwa kuanzisha Rajai Online TV, kuongeza miradi ya uchimbaji wa visima, kuwafikia wananchi wengi zaidi wanaohitaji misaada chakula na kuwawezesha vijana kupata mikopo na mafunzo ya ujasiriamali. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu.